Ninakukaribisha jioni ya leo kwenye kipindi chetu cha lugha ya Kiswahili. Ni matarajio yangu ya kwamba imekuwa vyema nawe katika shughuli zako. Nashukuru Bwana ya kwamba ametupatia juma lingine lenye baraka na ufanisi. Ningependa tuingie kwenye neno la jioni ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Ningependa tunene ama juma hili nitanena kuhusu hekima. Njia zinazotufanya tukaweza kupokea hekima. Niseme ya kwamba kila mmoja wetu ni matarajio na ni ombi lake ya kwamba aweze kupata hekima ili aweze kutangamana na watu, aweze kufanya kazi yake kwa njia inayofaa. Hekima hutusaidia kwa nyanja ama kwa njia tofauti tofauti. Na niseme ya kwamba watu wengi wametangamana na watu wengine kwa amani, ni kwa maana wako na hekima. Na wasio na hekima wakati mwingi utajipata kwamba una mifutano, mafarakano na ugomvi, chuki baina yako na watu. Lakini kuna mtu mwingine, wale watu walio kufanya ukaweza kuwa na chuki, walio kufanya ukaweza kughadhabika katika maisha. Kuna mtu ametangamana na wao, lakini kwa maana ana hekima ama aliamua ya kwamba ama aliomba Mungu aweze kumpatia hekima, nakuta ya kwamba yule mtu anaweza kutangamana na wale watu vizuri sana. Na unajiuliza ni kwa nini? Sababu nyingi zinazosababisha hii hali ni ukosefu wa hekima. Na ninataka tuangalie njia moja siku ya leo, kesho tutatazama njia nyingine, na kila siku ya hili juma tutaangalia na kujifundisha jambo moja litakalo tusaidia kuweza kuishi tukiwa na hekima. Na maandiko yanasema katika kitabu cha Mithali, Mithali 15 mstari wa 33. Maandiko yanasema kwamba kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Nasema kwamba na kabla ya heshima utangulia unyenyekevu. Leo ningependa kunena kuhusu unyenyekevu. Nimesema kabla ya heshima utangulia unyenyekevu. Kwa hivyo kumcha Bwana, maandiko yamesema ya kwamba ni maonyo ya hekima. Kwa hivyo mtu amnaye mcha Bwana, maandiko yanasema kwamba hayo ni maonyo ya hekima. Huyu ni mtu ambaye ako na hekima. Na tunajua kwamba hekima huleta heshima. Na ndiposa hapa andiko linasema kwamba heshima utangulia unyenyekevu. Na kabla ya heshima utangulia unyenyekevu. Kwa hivyo kinachotangulia mengine ni unyenyekevu. Leo ningependa ninene kuhusu unyenyekevu, kunyenyekea. Kunyenyekea haimaanishi ya kwamba ukawapigia watu magoti. Lakini kunyenyekea ni kwa njia nyingi sana. Njia ya kwanza ni maongeo yetu. Maongeo yetu na niseme kwamba kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Kuna watu ambao wako na kiburi sana. Na mtu ambaye ako na kiburi ni vigumu kulingana na maandiko kupokea hekima. Na labda hekima ambayo utajifunia labda ni kufikiria kwamba kuishi kwingi ni kuona mengi. Miaka yako imezidi, imeyoma kuliko watu wengine, na ndiposa unafikiria kwamba uko na hekima kuliko watu wengine. Lakini niseme ya kwamba kinachotangulia heshima na hekima ni kunyenyekea. Na hii basi yatupasa tukaweza kunyenyekea. Tunaposema kunyenyekea, tunyenyekea chini ya mamlaka nyakati zingine. Nisema kwamba wazazi ni mamlaka na sio lazima awe mzazi aliyekuzaa. Na wakati tunanyenyekea ama wakati tunamuonyesha heshima na kunyenyekea kwake, Mungu hutupatia hekima. Kuna mamlaka nyingine ya kiroho. Hawa ni wazazi wetu wa kiroho, wachungaji, anayekuhubiria, aliyekuombea ulipookoka. Huyu ni mzazi. Na watu wengi wamekosa hekima kwa kuwakosea. Wamekosa hekima kwa kuwakosea heshima na kwa kukosa kunyenyekea. Unyenyekevu ni kitangulizi cha hekima. Na ukitaka Mungu akupatie hekima ni lazima ujifundishe kunyenyekea. Tuna mamlaka pia ya uongozi, tunapaswa tuweze kunyenyekea. Na unakuta kwamba watu wengi kwa kukosa kunyenyekea mamlaka yaliyoko
ya uongozi na viongozi walioko, nakuta ya kwamba watu wengi wanakosa kupokea hekima. Aidha ni uongozi wa kanisa, tuna viongozi makanisani ambao wamechaguliwa, ambao ni wasaidizi. Yatupasa pia tukaweza kunyenyekea kwao, kwa maana yale mamlaka ama zile nafasi wanazohudumu, wamehudumu kwa maana ni Mungu ameona ni vyema. Yawezekana tukasema kwamba ni mchungaji ama ni askofu ama ni yule mwingine aliwateua, lakini aliwateua kulingana na mwongozo ama vile Mungu alivyomwelekeza. Na hivyo basi tukitaka nasi kuinuliwa, mtu aliye na hekima kunyenyekea, kwa maana najua kwamba kwa kunyenyekea ni ngazi ya kupaa. Kunyenyekea ni ngazi ya kupaa, ni ngazi ya kuinuka, ni ngazi ya kuwa kwa mamlaka wakati mmoja. Na watu ambao hawana hekima huwapiga wale ambao wako kwenye mamlaka. Yawezekana hata sio mamlaka ya kidini ama mambo ya kiugu. Kuna mamlaka mengine ambayo ni watawala, wale ambao wamechaguliwa. Tunasikia kwamba wale wanatafuta viti, kazi yao ni kuwapiga wale ambao wako kwenye nyadhifa zile, na hii inadhihirisha ukosefu wa hekima. Ni vyema mtu aliye na hekima hupeana sera zake. Either unataka kuwa MCA pale chini sana ama kitu chochote kingine kile, ni vyema kupeana sera zako. Mtu aliye na hekima hupeana sera zake. Matusi, kung'ang'ana, kuaibishana, hizi zote ni dalili na ni dhihirisho za watu ambao hawana hekima. Na neno la Bwana limesema kwamba heshima, na kabla ya heshima, kabla uheshimiwe, kinachotangulia ni unyenyekevu. Kwa hivyo jioni ya leo ninasisitiza ya kwamba inatupasa sote tukaweza kunyenyekea, kwa maana kunyenyekea hufungua milango ya heshima. Heshima nayo hufunguliwa milango na hekima. Kwa hivyo tunapokuwa na hekima, kuna milango itafunguka kwetu na tutaheshimiwa. Na watu wengi wamekosa kuheshimiwa kwa kukosa unyenyekevu. Mtu mmoja alisema kwamba unyenyekevu sio utumwa, ama kutii sio utumwa. Na hivi inapaswa tukaweza kujua kwamba tunaponyenyekea sisi tutapokea hekima. Kuna kitu ambacho unaweza nyenyekea kwa mtu ukaweza kukipokea kwake. Angalia kwa mfano Daudi licha ya kwamba Sauli alimtafuta sana amwangamize, aliweza kunyenyekea, kwa maana alijua kwa kunyenyekea nitaweza kujifundisha mambo fulani, na kwa hivyo akawa na hekima katika uongozi wake. Tunamwona pia Musa alipokuwa katika ikulu ya Firauni. Maandiko yanatuonyesha mtu ambaye alikuwa ananyenyekea kule. Alinyenyekea licha ya kwamba alijua kwamba mimi sio mmoja wao. Ijapokuwa kuna kitendo alifanya kikaweza kumuondoa pale, na alikuwa ni katika mapenzi ya Bwana. Tunamwona Musa aliyenyenyekea. Kuna mambo alijifundisha, kwa maana aliponyenyekea aliweza kupokea hekima ya uongozi. Watu wengi wamekosa hekima kwa kushindwa kunyenyekea. Mungu akubariki sana tunapotafuta, tunapotia bidii na tunapofanya maamuzi ya kuweza kunyenyekea. Na kila mmoja wetu kuna mahala ambapo Mungu anakusudia tukaweza kunyenyekea. Kwa wazazi wetu wa kiroho tuweze kuwaheshimu, tuweze kunyenyekea. Na nimesema kwamba kunyenyekea haimaanishi kupiga magoti, lakini inamaanisha kuwaheshimu. Na tunapowaheshimu kupitia zile heshima tutaweza kudhihirisha unyenyekevu wetu, na kwa kudhihirisha unyenyekevu wetu tutaweza kupokea hekima. Mungu akubariki sana na Mungu akutende mema. Ningependa tuweze kutamatisha kwa kufanya ombi. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru na tunalitukuza jina lako. Tunasema asante kwa nafasi ambayo umetupatia. Asante kwa ajili ya rehema na fadhili zako. Pokea sifa Mungu wetu. Unapotufundisha Mungu wa rehema kutembea katika hekima, tusaidie na utusaidie Bwana tukaweza kuwa nyenyekevu, kusudi tukaweza kupata heshima na ili tukaweza kutembea katika hekima. Tunakushukuru na tunasema ni asante, katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Asanteni sana wapendwa wetu. Leo tumekuja mapema kidogo, lakini siku ya kesho tutaendelea na masaa ambayo tumekuwa tukifundisha. Lakini ningependa pia nitabue wale ambao wako nasi jioni ya leo. Tuko na Pauline
Pauline, Mungu akubariki sana. Pauline yuko mitamboni, Mungu akutende mema, na pia tuna John pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Watakaojiunga pamoja nasi baadaye, Mungu atende mema. Asanteni sana na muwe na usiku mwema.